Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba uniruhusu kuwasilisha mpango wa makadirio ya mapato na matumizi ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa mwaka wa fedha 2026/2027 kama ifuatavyo. Makadirio ya makusanyo ya madhuhuli. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026 wizara inatarajia kukusanya madhuhuli ya jumla shilingi milioni 90,600,000 kutoka katika mafungu yake matatu. Kwa maana ya fungu 38 ngome inatarajia kukusanya kiasi cha shilingi milioni 22. Fungu 39 JKT inatarajia kukusanya kiasi cha shilingi milioni 67,400,000 na fungu 57 wizara inatarajia kukusanya kiasi cha shilingi milioni 1,200,000 kama ilivyoonyeshwa katika jedwali namba 5 ukurasa wa 50. Matumizi ya kawaida na maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2026 serikali inatarajia kutenga fedha kwa ajili ya matumizi ya kawaida na maendeleo jumla ya shilingi trilioni 4,286,489,324,427 ambapo kati ya fedha hizo shilingi trilioni 3,889,955,671,427 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida, na matumizi ya shilingi bilioni 446,533,653 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kati ya fedha hizo fungu 38 ngome linatarajia kutengewa shilingi trilioni 3,198,126,934 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 54,867,636 kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Fungu 39 JKT linatarajia kutengewa shilingi bilioni 626,273,760 kwa ajili ya matumizi ya kawaida, lakini na shilingi bilioni 19,929,926 kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Fungu 57 wizara natarajia kutengewa shilingi bilioni 35,554,768 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 351,736 na shilingi 91,091 kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Mchanganuo kwa kila fungu umeainishwa katika jedwali namba 6 ukurasa wa 51. Mheshimiwa Mwenyekiti, shughuli zinazokusudiwa kutekelezwa katika mwaka wa fedha 2026/2027 zitazingatia maeneo ya kipaumbele kama ifuatavyo: kuimarisha jeshi kwa zana, vifaa vya kisasa, kiteknolojia na mawasiliano, lakini pia na rasilimali watu; kuendelea kuweka mazingira mazuri ya utendaji kazi kwa wanajeshi ikiwemo kutunza vifaa na zana, mazoezi, mafunzo, maslahi pamoja na huduma za afya na makazi. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, fedha hizo itatumika pia kuendelea kuimarisha uwezo wa Jeshi la Kujenga Taifa kwa kuboresha miundombinu ili liweze kuchukua vijana wengi zaidi watakaopata mafunzo ya awali ya kijeshi na stadi za kazi, kuendelea kuliimarisha jeshi la akiba, lakini pia kuendeleza na kulinda miradi ya kimkakati kwa maslahi mapana ya taifa, kuimarisha mashirika na taasisi za utafiti wa masuala ya kijeshi, kuanzisha viwanda vipya katika sekta ya ulinzi kwa maana ya defense industries vitakavyoweza kuzalisha bidhaa kwa matumizi ya kijeshi na kiraia, lakini pia kuanzisha viwanda vipya kwa kushirikiana na sekta binafsi, kuimarisha ushirikiano na Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika
Jumuiya ya Afrika Mashariki katika masuala ya ulinzi. Lakini mwisho, kuendeleza kushirikiana na mamlaka za kiraia katika kukabiliana na majanga na dharura itakapohitajika. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa shukurani. Kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, napenda kutumia fursa hii ili kuwashukuru viongozi na watendaji wa wizara ninayoiongoza na taasisi zake kwa ushirikiano wanaonipatia katika kazi kubwa hii. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, na michango yao madhubuti iliyowezesha kutekeleza mpango wa bajeti wa mwaka wa fedha 2025-2026 kwa mafanikio na ushirikiano mkubwa katika kutayarisha makadirio ya mapato na matumizi ya wizara kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Napenda kumshukuru Katibu Mkuu Dr. Faraji